Siku hii hapa bwana inaadhimishwa kila mwaka na inakuwaga ni tarehe 23 April chini ya usimamizi wa UNESCO. Au sio bwana, na lengo lake kubwa kabisa ni kuhamasisha watu wote kuweza kusoma vitabu duniani, lakini pia kuendelea kuhimiza namna ya kuweza kutunza haki za waandishi, kwa maana kwamba copyrights kwa wale ambao wanatunga vitabu na kuandika vitabu. Umeelewa? So tarehe hii hapa ilichaguliwa pia kuwakumbusha waandishi wakubwa kama William Shakespeare pamoja na Miguel de Cervantes, ambao hao bwana wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye mambo ya vitabu, especially kwenye hizi vitabu za fasihi na nini na vitu vingine kama hivyo. So hii ni siku muhimu kabisa ya kukumbushana kusoma vitabu, kwa sababu ni kitu ambacho kinakuongezea skills kama ambavyo Ali amesema, lakini pia unapata vitu vipya, vocabulary na vitu vingine kama hivyo. So tunaye mtaalam anaitwa Ezden Jumanne, anatuelezea kuna umuhimu gani wa kusoma vitabu na vitu kama hivyo. Dunia imejitengea siku ya tarehe 23 April ya kila mwaka kuadhimisha usomaji wa vitabu duniani, na leo imetukuta kwa mwaka 2026, na mimi nina furaha sana kushiriki ndani ya The Switch ya Wasafi FM kuzungumzia kidogo vitabu na umuhimu wake katika siku hii maalum sana ya jambo lenyewe. Sasa twende moja kwa moja kwenye umuhimu wa siku hii. Of course ni siku tu ya kawaida kama siku nyingine, lakini walivyoamua tu kwamba kuhamasisha vitabu, hivi inamaanisha nini au nini inaweza kuwa umuhimu wake? Mimi nimefikiria kwenye maeneo kama matatu hivi. Cha kwanza ni kwamba hii sio tu siku ya kusherehekea vitabu, lakini ni siku ya kuikumbusha dunia kwamba maarifa ndio msingi wa maendeleo. Nafikiri hii ndio baseline tukatondoke nayo. Na kitu kingine ni kwamba jamii inayosoma ina uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, kujenga uchumi na kuondoa umaskini wa fikra. Na kitu cha tatu, basi siku hii iwe siku ya kujitathmini na kujiuliza, je, mimi binafsi nina uhusiano gani na vitabu? Ni muhimu sana tujenge uhusiano na vitabu, kwa sababu hata tulivyoumbwa, brain ndio pati kubwa zaidi na yenye kushangaza ya mwanadamu, ambayo ndio inaendesha mwili wa mwanadamu katika fikra na kila kitu. Sasa ili iweze kufanya kazi zaidi na kumsaidia mwanadamu, moja ya vitu vya kufanya cha kwanza kabisa ni kusoma. Lazima mtu awe anapenda kusoma, kwa sababu itamfanya imsaidie yeye mwenyewe. Lakini kama usomi, kuna athari zipo pia. Sawa? Leo tusiende huko. Twende moja kwa moja sasa kwenye umuhimu wa kusoma vitabu katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu kusoma kunapanua fikra zako. Yani hauwezi kuwa kawaida. There's a quote that says, a mind that is stretched with a new idea will never go back to its original dimensions. Kwamba akili iliyotanuliwa na uelewa mpya au akili iliyotanuliwa na wazo jipya kamwe haiwezi kurudi katika vipimo vyake vya zamani. Kwa hiyo hapa ndipo tunapomaanisha kwamba inaongeza au inapanua fikra zako. Yani fikra zako haziwezi kuwa sawa na watu ambao wasomi au wamekaa tu. Kwa hiyo utaanza kuona fursa nyingi zaidi ambazo ulikuwa huwezi kuziona mwanzo, na hii ni moja ya faida kubwa sana. Na kitu kingine, always usomaji wa vitabu unakuweka hatua ya mbele sana, kwa sababu unajifunza kutokana na makosa ya wengine bila kuyapitia wewe mwenyewe. Yes, kwa sababu waandishi wengi mara nyingi wanaandika matatizo aliyoyapitia. Wewe unajifunza, unakuwa hatua moja mbele zaidi. Kitu kingine ni kwamba usomaji wa vitabu unakujenga kuwa na uwezo wa kipekee sana wa kuzungumza na kujiamini, kitu ambacho kinafungua milango mingi sana kwenye maisha, kwa sababu ukiwa unaweza kuzungumza vizuri, trust me, hata brands, biashara nyingi zinaweza kukuendorse as a spokesperson, ukawa mzungumzaji wa hizi biashara. Siongelei uchawa, lakini itakuunganisha na watu wengi wenye thamani. Siku zote network yako itakuwa kubwa, na sio tu kubwa, bali utakuwa na network yenye thamani. Ushanielewa? Na kitu cha mwisho ambayo inaweza tukaiweka katika umuhimu wa kusoma vitabu kwa mwanadamu ni kwamba ikiwa unataka kweli kubadili maisha yako, basi anza kubadili kitu unachosoma. Unasoma nini? Watu wengi wanasoma message tu leo. Ukibadili kile kitu unachokisoma, basi vitu vingi sana vinaweza kubadilika. Na ninafahamu kabisa kwamba huwa tukigusa maeneo kama haya, watu huwa wanasisimka, nywele zinasimama, yani mtu anaanza kupata ule mzuka kwamba bwana, natamani kusoma na mimi nataka nianze kusoma. Lakini kila nikishika kitabu labda dakika 10 nyingi nimeshalala, usingizi huo. Sasa hebu tusaidiane kidogo hapa. Nitashare njia kama 5 haraka ambazo zinaweza kukusaidia leo hii, na mimi itakuwa kitu kikubwa sana kuchukua katika siku hii ya vitabu, au sio? Kitu cha kwanza, anza kidogo kidogo. Jiwekee dakika 5 au 10, au kama ni nyingi sana jitengee labda peji moja kwa siku, kama nitasoma ukurasa mmoja tu kwa siku. Sawa? Kitu kingine, soma kitu ambacho unakipenda. Tafuta kitu ambacho unakipenda sana, then soma hicho. Kitu kingine, tengeneza muda maalum wa kusoma. Usiseme nitasoma tu muda wote au nikijisikia vizuri. No, weka muda maalum. Weka muda asubuhi au muda wa kulala, chagua muda wa kusoma. Kitu kingine, ondoa distractions. Vitu ambavyo unajua nikianza kusoma vitakushughulisha, vitoe. Simu kitu kikubwa sana hapo. Sawa sawa. Kitu kingine, jiunge na watu ambao wanapenda kusoma. Fuatilia channel yangu ya Success Path Network. Tunafundisha, tunaongelea vitabu mara nyingi, kwa unaweza kukutana na jamii za wasomaji, hizi reading clubs mbalimbali. Huko unaweza
kujifunza vitu vingi sana. Cha kumalizia ni kwamba tusisubiri maisha yatulazimishe kujifunza kwa maumivu, kwani tunaweza kujifunza kwa urahisi sana kupitia vitabu. Mambo mengi yameshaandikwa. Kumbuka tu, ukisoma leo utakuwa unaokoa miaka mingi sana ya makosa ya kesho. Kwa hiyo anza kusoma kitabu, kwa sababu itaokoa maisha yako. Ezden Jumane right here, I'm signing out. Bye bye. Oh yeah. Someni ya vitu vizito. Wacha nikwambie. Alichokiongea ni muhimu sana. Alafu kaongea point. Kuna book clubs siku hizi. Not siku hizi, yani kitambo of course imekuwepo book clubs. Mimi ni mmoja ya watu ambao ni wavivu sana kwenye kusoma. Kiufupi chochote kinachohusiana na kusoma kwangu mimi naona kama yani sijui unanitosha, sijui umeelewa. But I learned to read. Na kwenye kusoma unajifunza vitu vingi sana. Kweli. Kusoma kunaondoa ujinga. Alafu watu wanakuwa hawaelewi. Kusoma vitu na vinakufanya ujue vitu ambavyo ulikuwa haujui. Vinakufanya ujue vitu vipya, ujue vocabularies mpya, uongeze knowledge. Hicho mimi nime-experience mimi mwenyewe. Sijui umeelewa. Kitabu kimoja kama hiki naweza nikatumia ndugu yangu hata miezi 3. Kidogo kidogo, yani unajiwekea mpaka unakimaliza. Unakuja kugundua vitu vingi sana. Hivi kusoma vitabu na kuangalia movie vinaendana? Ni vitu ambavyo vinashabihiana? Inategemea na movie unaangalia. Yani sijakuelewa kushabihiana. Yani kusoma vitabu na kuangalia movie ni sawa, yani ni the same? Hapana. It's not the same. Na nitakwambia kwa nini. Ukiangalia movie kwanza movie it depends of course na movie gani, si ndio? Lakini movie is more of it's interesting na nini, unaweza kaangalia fukaishia hapo unless kama there is something labda unafuatilia, umeelewa Lakini pia unaweza ukatizama tu just for pleasure, for luxury or pleasure and whatever, yani kwa raha tu, umeboreka umewasha movie yako umeangalia imeisha. Lakini ukisoma mind you are reading kitu ambacho kuangalia movie unamsikiliza mtu, huwezi ukafatisha anachokisema. Lakini when you're reading unafatisha kile ambacho kimeandikwa. So it's easy kukuingia akilini zaidi na kuwa na hiyo understanding. When you're reading you concentrate kuliko kwenye movie. Sisi tunajielewa. Sasa ingine unaangalia movie unashika simu. Imekuaje? Kafanyaje? Sasa kwenye vitabu hakuna hicho, kwa sababu kwa experience yangu ukisoma ukilose concentration kidogo, ukifika mbele unaona uelewe ilikuaje, unarudi. So inakufanya unakuwa more attentive na uelewa pia unatofautiana. Kwenye vitabu nahisi uelewa uko more sharp. Lakini kwa upande wangu mimi ukiniuliza nitakwambia iko sawa, kwa sababu ushaikutana na wale watu ambao wanasemaga mimi nimejifunza Kiingereza kwa kuangalia movie. That is true. Unanielewa That means kuna elimu anaipata pale. Ameamua kuna kwa tunatofautiana tu katika namna ya kufuatilia. Si unaelewa? Kuna mtu ukimkuta anaangalia movie yake, ukimsemesha hata sekunde 2 ana pause au atarudisha nyuma ili aweze kuendana na kile amekinini. Si unanielewa vizuri? That means yule ni mtu ambaye pengine kuna kitu anajifunza, kuna kitu ambaye anataka kukifuatilia, kukielewa. So kwangu mimi naweza nikasema ni kama ni sawa, kwa sababu wote wanapata elimu kwenye movie, wote wanapata elimu. Nakuelewa kwenye mantiki ya kujifunza. Ndio maana watu wengi sana fuatilia sana watu ambao wanasoma vitabu. Sasa nisiende into detail. Sema tu. Hiyo watu wengi ambao wanafuatilia vitabu, mimi najua watu wengi ambao wanapenda kusoma ni watu ambao pia wanapenda kuangalia movie. Na movie zote wanazoangaliaga ukikaa wewe huwezi kuelewa. It is very true. Huwezi kuangalia. Yaani wanaangaliaga movie fulani hivi ambazo zina mafunzo. So naweza kusema mtu anayesoma vitabu anaweza ni sawa na mtu ambaye anaangalia movie. Kwa sababu kuna watu ambao wanaangalia movie kwa ajili ya mafundisho. Sana na sisi ambao tunaangalia movie for fun. Lakini pia nafikiri inategemea na preference ya mtu. Of course. Unaelewa? Kuna mtu kama hivyo anaona unajua kwanza kuna vitabu ambavyo vina movie zake pia. Kwa unakuta mtu anaona okay, kama hivyo ulivyosema, mwingine anakuwa ana concentrate kwa sababu kuna kitu anafuatilia. Ni kama mtu amewahi kuangalia documentaries, serial documentaries. Sijui umeelewa? Kuna vitu ambavyo kweli unaweza ukatizama ukaelewa, na kuna wengine it's true anajifunza Kiingereza kupitia movie na nini. So ni preferences za mtu. Lakini kwa upande wangu mimi, kwa experience yangu, I think concentration yangu inakaa zaidi kwenye vitabu. Okay. And yani vitabu inategemea na vitabu ambavyo pia unasoma. Lakini unasoma vitabu mpaka sasa hivi? Yes, nasoma vitabu. Kweli? Yes. I'm not a pro.
I'm not a pro. And shout out to my brother Masood, by the way. Ndio ambaye alieni mentor kwenye upande wa vitabu, na hata kitabu chake kile cha vipande 26 vya keki. Kile nilikisoma. Kile ndio kitabu cha kwanza kukimaliza. Kipanya. Yani yes, sijawahi kumaliza kitabu kizima. So that was the first. Safi. Alafu kuna vitabu vingine ambavyo vinakusaidia kwenye thinking, technique yako ya kufikiria pia. Umeelewa? My favorite book, by the way, kuna kitabu kinaitwa The Subtle Art of Not Giving. You know, it's very nice, and I inspire you guys kwenda kukisoma. Umekimaliza? Yes, kwenda kukisoma. Sijawahi kwanza jamani, sio muongo. Mimi toka nimesoma ile ni rais kampenda mke wangu kama sasa. Anakupiga. Mpaka wa leo. Hicho nilisoma. Bwana jamani, sijui nini to be rich. Ways to be rich. Fatherless. Siwezi jamani. Kwanza ndasoma kurasa. Kuna watu wanakuambia hata ukiwakuta safarini kwenye ndege nakwambia watu wamewasha vile mitatu. Jamani. Mimi dada yangu anasoma vitabu, na yeye alikuwa anasoma novels. Kipindi hicho tuko shule, yani wadogo. Kwa hiyo yani ana ile yani iko ndani yake, anapenda kusoma vitabu. Kuna watu kigole wanajiweza. Mtu anaamua tu kujitoa out, anaenda zake garden, anakaa kwa ajili ya kusoma kitabu. It's true. Lakini nikwambie kitu dada, try. No, I'm telling you. Kwa sababu kwa nilipofika movie yenyewe nikiangalia dakika 5 nyingi. Dada, sikiliza, msinikatalie kwanza. Kila kitu you start, si ndio? Just try kuanza na kutafuta kitabu. I can recommend books. Tafuta kitabu. Usianze na vitabu vigumu. Usiende ukasoma Diary of a CEO. Sijui kitu gani. Kuna vitu ambavyo ukianza navyo jamani, anza na vitu vidogo. Umenielewa? Kama mimi nimesema nilianza na vipande 26 vya keki ambavyo it's very very interesting. Na vitu vingi sana unajifunza. Utakuja kugundua kwenye maisha yako pengine kuna makosa ambayo unayafanya. Uje kutizama series ambayo labda imeishia episode fulani. Episode nyingi, kwa mfano Beauty in Black ya Tyler Perry. Sasa hivi watu tunasubiri part. Jamani, hiyo part 3 inatoka jamani. Ingetoka, unaelewa? Season ya mwisho basi Tyler tutolee. Unakuwa interested kutaka kujua nini kinaendelea. It's the same with books.